Kama nilivyotoa mwongozo zaidi kwamba kwa YouTube utaishia episode ya 5. Lakini kama utakuwa na uhitaji wewe hapa picha, cheki na namba ambazo zinatembea chini hapo kwenye screen yako. Hiyo itakufanya upate muendelezo wa picha hapa katika group letu la WhatsApp ikiwa complete zaidi. Chuma yafahamika kwa jina la The Haunted Palace. Ilikuwa inapigwa na Faudiche kutoka kitengo pale, usio wasema department. Hebu tuunganishe pale ambapo tulishia katika sehemu ya 4 ili kuendelea kupata utamu wa kazi moja bomba sana hapa. Wasema Haunted Palace na the chosen one. Hello. Wasema basi baada ya kijana kuweza kutapika kitu kutokana na maombi makali ya bibie, aliweza kufanya nafsi ya mkali iweze kuwa mbambana kupatikana tena katika ile jengo la kifalme. Hapa mkali alikuwa anasikia sauti kwa mbali ikiwa anamuita Yoli, lakini pia upande wa pili kwa mzee wa mauzauza. Naye kuna kitu alikiita tofauti zaidi. Formula jibu ni kuitwa Gwang, mwanangu uko sawa. Huyu dogo anafahamika kwa jina la Gwang, yani Young Prince. Hasa kwamba mkali anajaribu kumuita mfalme, lakini kwa sasa yeye hawezi akaonekana kwa sababu hata hivyo yupo katika ishara ya nafsi tu. Lakini pia bibi alikumbuka kumbukumbu kutoka kwa yule binti ambaye alipatikana katika kisima. Anasema kuna nguvu moja ambayo inafahamika kwa jina la 80 feet spirit. Hiyo ipo ndani ya jumba la kifalme. Ni lazima uhakikishe unapambana na nguvu hiyo kama utakuwa unahitaji kuweka mambo yakiwa sawa zaidi. Lakini pia binti alionyesha ishara sehemu ambapo aliweza kupata mwongozo wa kizaazaa cha nguvu hiyo. Aliweza kushangaza zaidi, binti alimwona mkali wa kufahamika kwa jina Yun, ya nafsi ya mwamba ikiwa na mbamba kweli. Lakini mwamba kwenda mbele aliweza kuvutwa na kiumbe ambacho kinasemekana kinamiliki hiyo nguvu ya 80 spirit. Hii ilimfanya bibi ajikute katika wakati mgumu zaidi. Lakini baadaye mwamba alikuja kumtuliza bibi mkali wa kufahamika kwa jina la Gancho. Kumbuka Gancho aliwaga ndo anatumia mwili wa mwamba. Asema kwa sasa sidhani kama kuna kitu anaweza kukifanya. Lakini pia upande wa pili kwa mganga huyo, alikuwa kuna vitu ambavyo mieno vinaenda tofauti zaidi. Hivyo alimfuata Queen na kumwambia mambo kaza wa kaza. Asema kadri wakati unavyozidi kwenda nafikiri kuna nguvu ambayo inaweza kuleta tofauti zaidi. Nafikiri kwa wakati huo kijana wetu anaweza akawa mpata nafuu zaidi. Lakini kabla hajaondoka Queen alimuuliza juu ya kitu kimoja tu, kwamba unaamini baada ya kumaliza kila kitu kitakuwa kiko sawa? Yani hali ya Prince itaweza kurejea na tutapata nafasi ya kumpata mkali wa kufahamika kwa jina Yuan. Leo Doctor aligundua hii kazi imesha kwa ngumu zaidi. Pande wa pili kwa mfalme sasa akiwa anahuzunika sana kutokana na hali alionayo kijana wake wa kufahamika kwa jina la Gwang. Ni nini ambacho atafanya mkali wa zamani huyu? Mambo yamekuwa magumu sana kwa upande wake. Hata hivyo apata kumbukumbu kidogo kutoka kwa mkali wa kufahamika kwa jina Yuan Cup. Asema sasa tutamwamini mtu huyo vipi? Yani Enuchi mkuu anasema tutamwamini mtu ambaye anaonekana ameshapoteza akili yake. Yani mtu ambaye mpoteza kumbukumbu ya kile ambacho anatakiwa kufanya. Na yule mfalme alikumbuka kitu kimoja kabla huyu mwamba hajaweza kutoka katika ile jumba. Kuna majukumu fulani ambayo alimpatiaga. Na hili ilikuwa ni kitu ambacho kilikuwa lazima kihakikishe kinaweza kumsaidia mwamba. Yawakisha anaweza kutotea na kijiji wote, na hii ilikuwa ni kama ahadi yake kwa mfalme ya kwamba alikuwa ni mtu ambaye hataweza kumwangusha mfalme kwa kila ambacho anakifanya. Alio mfalme kwa sasa sema mtu anatakiwa awekewe uangalizi mkubwa zaidi. Mtaalamu wa mauzauza huko naye anasema hii hali imechukua takriban miaka 13. Na hiki kitu kinaonekana kipo katika ile jumba la kifalme, lakini nahisi kuna kitu tofauti kimeingia katika jumba la kifalme. Hasa upande wa pili kwa binti aliamua kuingia katika eneo moja la msitu. Hapa alikuwa anahitaji kuikamata nafsi ambayo inaitwa 80 spirit. Kumbuka binti ana chembe za kishama na haya mambo alijafundishwa na bibi yake. Alright. Hapa alikuwa anaandaa mipango sahihi ya kutengeneza nafasi ya kuweza kukabiliana na kile kiumbe. Sasa anasema kulutanta kulumantela Bwino. Hapa anajaribu kuongea na mizimu kwa style ya kucheza tu. Kile ambacho anakifanya binti kiliweza kupita kwenye masikio ya bwana mdogo upande wa pili. Anasema hakika nimesikia kengele ikiwa inaniita. Lakini pia hata kwa mkali wa kufahamika kwa jina la Gancho aliweza kuhisi hicho kitu. Sasa bwana mdogo anahitaji kutoka kwenda sehemu ambayo inasemekana kengele imeita.
Lakini pia upande wa pili kwa mkali, kwa akiwa anajaribu kubisha kumwambia mfalme juu ya kitu ambacho kimetokea, kuna taarifa inaingia huku inamshtua sana mfalme. Wasema kwamba mtoto ameweza kutoroka katika jumba la kifalme. Huyu bwana mdogo amefika huko kutokana na kile binti ambacho amekifanya. Kumbuka ndani ya mwili wa bwana mdogo kuna kile kiumbe ambacho ni hatari zaidi, na hapa binti alikuwa anahitaji kutengeneza nafasi ya kuweza kukitoa kiumbe hiki. Lakini kabla binti hajafanikiwa kufanya ambacho anahitaji kukifanya, aliweza kushtukiwa na bwana mdogo. Alianza kuleta kizaazaa, lakini akachukua muda mtaalamu wa kazi, mtaalamu wa zamani wanamuita Ganchol aliweza kufika. Lakini kipindi anajaribu kubishana na huyo mtoto, aliweza kuingia baba Anze King mwenyewe. Anasema anachomhitaji ni mtoto wake, tuhitaji habari za Kinyaturu zozote. Lakini baadaye binti alianza kupiga maombi ambayo ilikuwa ni kama anaashiria anahitaji kumsaidia mtoto. Japokuwa mkali aliweza kupigwa mshale, lakini bado binti aliweza kupambana na hatimaye ile nafsi iliweza kutoka katika mwili wa bwana mdogo. Lakini cha kushangaza zaidi ni kwamba nafsi ilienda katika mwili wa mfalme. Hatimaye unaona mfalme tayari ameshabadilika na kuingiwa na vile vitu katika eneo lake la shavu. Ina maana hii ni hatari zaidi, kwa nafsi endapo itaingia katika mwili wa mfalme, ina maana pale sipatakuwa pakaliki tena. Sasa bia anashangaa na kwaje nafsi imeenda wapi? Wanaita 8 feet spirit. Mamba anaambia kuna kitu hakijakaa sawa hapa. Baba anaambia mfalme baada ya kuingia na ile nafsi anahitaji kuja kuwamaliza wote ambao walikuwa wanahitaji kumtoa katika mwili wa bwana mdogo. Sasa ni kati ya mkali wa kufahamika kwa jina ya Ganchol dhidi ya mwajiri wake wa zamani wasema The King. Bwana Chuma nitoka DC Production, juma la burudani pale. Kama utahitaji kupata hapa picha size, njoo WhatsApp tu, kwa sababu kwa size kutokana na sheria za YouTube hatutaweza kuipandisha episode ya 6, ila itakuwa inapatikana katika mfumo wa WhatsApp tu. Kwa hiyo kama ni mwanafamilia na bado unahitaji burudani hapa, njoo katika group letu la WhatsApp, namba iko chini hapo. Wanasema kwa sasa saizi ushetani umeisha ingia katika mwili wa mfalme. Sasa nini ambacho binti ataweza kufanya pamoja na mkali wa kufahamika kwa jina la Ganchol? Hiyo ni katika episode safi kabisa ya 5. Episode ya 6 inapatikana katika group la WhatsApp, namba iko hapo chini. YouTube tutaweza kupandisha kutokana na sheria. Asante sana kwa time yako. Let's say ciao. Here we go.